kuu linatoka katika kitabu cha Yohana sura ya 11 na ule mstari wa 11. Sasa tutaanzia mstari wa kwanza na kuendelea. Wewe utakuwa unanifuatisha, maana sasa tunaenda katika kipindi kizuri. Watoto wazuri wazuri, hapo zamani za kale kulikuwa na familia moja. Familia hiyo ilikuwa na wanawake wawili na ndugu yao. Familia hiyo mmoja wapo alikuwa anaitwa Mariamu na Martha. Haleluya. Mariamu na Martha wakawa wakikaa kwa pamoja na kushiriki na ndugu yao Lazaro pamoja, wanafurahia ukuu wa Mungu. Mara siku zimeenda, siku zimerudi, mara Lazaro akaugua. Lazaro akiwa amelala, ndugu zake wanamhudumia. Martha na Mariamu wanamhudumia. Lazaro akazidi kuzidiwa. Wakakumbuka Mariamu na Martha, wakamwambia yule kijakazi kwamba nenda ukamuite Yesu. Kijakazi akakimbia akaenda, akamwambia Yesu, rafiki yako Lazaro anaumwa sana. Yesu, subiri kwanza. Yesu akakawia kuja, akaenda katika mji mwingine. Aliposikia habari za Lazaro rafiki yake anaumwa, Yesu hakuja siku hiyo. Yesu akapita akaenda katika mji mwingine. Akaendelea kwenda Yesu. Martha na Mariamu wakarudishiwa ripoti na yule rafiki. Wakasema Yesu amesema atakuja. Kipindi Yesu, ikapita siku ya kwanza, ikapita siku ya pili, Yesu haonekani. Ghafla Martha na Mariamu wakaona ndugu yao amezidiwa zaidi. Usiku mmoja Lazaro akakata roho. Martha na Mariamu wakaanza kulia, jamani, ndugu yetu, umbu letu amefariki. Majirani wakaja jamani, wakaanza kulia, ukawa msiba, wakalia kwa sauti. Majirani wanalia kwa sauti, jamani, ni msiba. Lazaro amekufa. Wakalia kilio kikuu. Wale maaskari wawili waje, njoeni nyie mliokaa hapa mbele, kimbia. Wakaenda maaskari wakambeba Lazaro. Wale wajakazi wakambeba Lazaro, wakampeleka kumzika. Martha na Mariamu wakafuatana nao, mbebeni Lazaro, msaidie katikati. Safi, wakambeba Lazaro akiwa amefariki, wanaenda kumzika. Mariamu na Martha wakaenda kumzika Lazaro. Mariamu na Martha na majirani wakaenda kumzika Lazaro. Watoto, semeni pole. Lazaro amefariki. Na Lazaro amefariki, rafiki yake alikuwa ni Yesu. Yesu amekawia kuja. Sikiliza, baada ya msiba, Martha na Mariamu wakarudi nyumbani na yule kijakazi. Jamani, wakarudi walipokuwa Martha na Mariamu na kijakazi. Sikiliza nikwambie, mtoto mzuri, wakawa wamekaa chini na majonzi makubwa, wamempoteza ndugu yao. Sikiliza, ikapita siku moja, mara ghafla Yesu akaja akiwa anatembea taratibu. Hana haraka Yesu. Akiwa na wanafunzi wake wanaongea, anazungumza na wanafunzi wake, anawaambia leo tunakwenda kwa Lazaro. Leo tunakwenda kwa Mariamu na Martha. Leo tunakwenda kumuona Lazaro anaendeleaje. Martha akiwa mbali akamwona Yesu, akamkimbilia Yesu, akampigia magoti, akamwambia ulikuwa wapi ndugu yetu amefariki, ulikuwa wapi Yesu? Ungekuwepo asingefariki.
Yesu akamwambia, usiogope, twende nyumbani, twende nyumbani. Wakaenda mpaka nyumbani. Walipofika pale, majirani nao wakaongezeka, majirani nao wakaja kuungana na Martha na Mariamu. Majirani wakaongezeka, kukawa tena na majonzi. Sikiliza, wakati majirani walipoongezeka, Yesu akamuuliza Martha, akamwambia, mmemweka wapi? Akasema, ana siku 4 kaburini. Wakasema, kumbe ana siku 4 kaburini. Basi Yesu akasema, twende mkanionyeshe kaburi hilo. Yesu akawa anaendelea kuongea na Martha na Mariamu. Akawaambia, subirini kwanza kabla mjanipeleka kwenye kaburi la Lazaro. Niambieni, alikuwa anasumbuliwa na nini? Wakasema alishikwa na homa kali. Yesu akakaa kidogo na Mariamu na Martha, wakakaa kidogo kwa ajili ya kuzungumza. Kwa nini Lazaro amepata shida? Martha akaendelea na Mariamu wanamwambia Yesu, tulikuita ungewahi. Tunaamini Lazaro rafiki yako asingefariki. Jamani, Yesu anahuzunika tu, anasema, msiogope. Leo mtashuhudia ukuu wa Mungu. Yesu akazidi kuongea na Mariamu na Martha, anawatia moyo, anawaambia, msifadhaike sana hivyo. Yesu anawapenda, ndugu yenu mtamuona, msijali. Yesu anaendelea kuwatia moyo. Jamani, watu wana huzuni msibani, watu wamekata tamaa, lakini Yesu anaendelea kuwatia moyo na kuwaambia kwamba, Martha, Mariamu, msiogope, mimi ninawapenda, mimi ninawajali. Sio kwamba nilikuwa sipendi kuja muda ule mlioniambia. Hapana, nilikuwa naenda sehemu kutoa injili tena. Yesu akawaambia, sikiliza, sitaki mapenzi yenu yatimizwe, natamani mapenzi ya Baba ndiyo yatimizwe. Sikiliza, Lazaro amekaa kaburini siku ya kwanza. Watoto, Lazaro amekaa kaburini siku ya kwanza. Lazaro akakaa kaburini siku ya pili. Lazaro bado yuko kaburini siku ya pili. Somo letu linasema, mimi nitakwenda kumwamsha. Sikiliza nikwambie, yupo Yesu, hata kujali, anakupenda. Hakikisha tu unaendelea kuweka upendo wake kwake. Usikubali upendo wa Yesu ukuweke mbali na wewe. Sikiliza nikwambie, mtoto mzuri, hata katika masomo yako usikubali kuwa mbali na Yesu. Sikiliza, wakiwa pale wakasema, siku ya 3 Lazaro yuko kaburini. Lazaro yuko kaburini. Ameanza kunuka sasa. Hebu shika pua mtoto. Lazaro anatoa harufu. Hebu mtoto punga kabisa, unasema harufu mbaya jamani. Yaani jamani, Lazaro ameanza kutoa harufu, ananuka kabisa. Siku ya 4 Lazaro yuko kaburini. Sikiliza mtoto mzuri, mtu akikaa kaburini siku 4, harufu yake shika pua tena, sema, mbona anatoa harufu? Lazaro ananuka. Lazaro anatoa harufu kali, hadi majirani wakaanza wanasema, jamani, mbona Lazaro anatoa harufu jamani, Lazaro anatoa harufu. Mara Yesu akamwambia Martha na Mariamu, twende mkanionyeshe Lazaro alipozikwa. Wakainuka wakiwa na Yesu, wanaenda pale ambapo Lazaro, Martha akiwa amemtanguliza Yesu. Sikiliza nikwambie, Yesu akafika mahali pale, akawaita vijana wawili, akawaambia, fungueni jiwe. Wakasukuma jiwe, wakaanza kusukuma jiwe. Yesu akasema, sikiliza, mapenzi ya Baba yatimizwe. Yesu akasema, Lazaro, toka nje.
Lazaro akaanza kutoka nje. Lazaro anatoka nje. Lazaro anatoka nje akiwa na sanda, ananuka. Wale wanasema jamani, anatoa harufu Yesu. Lazaro amefufuka, ameisikia sauti ya Yesu. Sikiliza nikwambie, akawaambia wale vijakazi, mvueni Lazaro sanda. Wakaanza kumvua Lazaro sanda, wakamvua, wanamvua Lazaro. Lazaro anavuliwa sanda, Lazaro anavuliwa sanda. Jamani, Yesu anawapenda watoto. Yesu atatufufua. Yesu anatupenda, na ndio maana amekusudia tuwe wa tofauti. Sikiliza, baada ya Lazaro kutolewa sanda, akafungua macho Lazaro, akamuona rafiki yake Yesu, akamkumbatia, akasema, nimekuona rafiki yangu, asante, maana upendo wa Mungu umedhihirika kwa wanadamu. Sikiliza nikwambie, mtoto mzuri, baada ya hapo familia ile ikawa na furaha, wakafurahia huku wakiondoka, wakasema haleluya, Lazaro ndugu yetu. Mariamu na Martha wanashangilia, wanasema Lazaro ndugu yetu amefufuka. Sikiliza nikwambie, mtoto mzuri, kama utatenda yaliyo mapenzi ya Mungu, Yesu anasema atakwenda kukuamsha. Sikiliza nikwambie, auamini, lakini mimi nakuhakikishia hii ahadi, maana tayari Mungu ameshaitoa. Tuliotenda wote, tutakaotenda mema, watoto wa kambi ili la Betheli, mtaa wa Betheli, kama tutaamua na wazazi wetu kutenda yaliyo mema, hata siku tukifa tutafufuliwa, maana Yesu mwenyewe ameahidi atakuja kutufufua kama alivyomfufua Lazaro. Hata wewe leo anaweza akakufufua. Sikiliza, yawezekana tabia yako ni mbaya, muombe Mungu akufufue uwe na tabia njema. Yawezekana una uchoyo. Sikiliza nikwambie, mtoto mzuri, acha tabia ya uchoyo, maana Yesu anataka aiondoe tabia hiyo ya uchoyo. Yawezekana shuleni ufanye vizuri. Sikiliza, muombe Yesu, mwambie Yesu, unaweza ukanifufua na nikafanya vizuri darasani. Sikiliza, yawezekana wazazi ni wakali kwako. Sikiliza, muombe Yesu, mwambie wasaidie wazazi wangu wawe wanyenyekevu. Watoto katika kambi hili la Betheli na mtaa wa Betheli, mchana wa leo ninawaambia habari njema. Yesu anakuja, na akija anakuja kukufufua wewe na mimi twende mbinguni. Watoto wangapi wanasema, na mimi natamani siku ya mwisho itakapofika, kama nitalala, natamani Yesu aniite kama Lazaro, anifufue twende mbinguni. Simama pamoja na mimi tunapokwenda kuomba. Simama pamoja na mimi tunapokwenda kuomba. Sikiliza nikwambie, kuna watoto wazuri walifanya maamuzi ya kubatizwa. Hao watoto wanaweza wakapiga hatua mbele, maana Yesu niliwaambia atakuja kuchukua wale ambao wanatenda mapenzi yake. Kama ulikuwa unatamani kubatizwa na kwa kweli unasema natamani nibatizwe, siwezi kusubiri, maana Yesu anakuja haraka, anakuja kuwachukua wateule wake. Kama unatamani kubatizwa, unaweza ukapiga hatua kuja mbele tunapokwenda kukuombea. Piga hatua, usiogope. Niliwaambia watoto tukiwa tunajifunza, usiogope mtu yoyote, mwangalie Yesu. Tazama Yesu. Unapomtazama Yesu, anakupa tumaini, anakuambia mwanangu, usiogope, mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho. Hata ukifa leo atakufufua. Yesu anawapenda watoto, na ndio maana amekusudia kuwaokoa. Sikiliza nikwambie, mtoto mzuri na kijana na mzazi ulioko huko, yawezekana umerudi nyuma na unatamani kufanya mkataba mpya na Mungu wa mbinguni. Unaweza pia na wewe ukapiga hatua kuungana na hili kundi tunapokwenda kuomba. Basi yawezekana kuna mtu huko lakini anaona aibu. Utaonana na uongozi na kuambia kwamba natamani kubatizwa. Sikiliza nikwambie, unaweza ukajichelewesha kubatizwa na umri umefika,
Na kwa sababu naamini, Mungu atakuhukumu kwa kile unachokiamini. Sikiliza nikwambie, kama unaamini Bwana ni mwokozi wa maisha yako, hiyo inakupa nafasi ya kufanya maamuzi ya kubatizwa. Usichelewe, maana hujui siku wala saa. Watu wanakufa kesho, watu wanakufa leo, watu wanapata na matatizo. Kwa hiyo usibaki huko dhambini, mkimbilie Yesu. Na kwa sababu watoto hawa wamemkimbilia Yesu, tunakwenda kuwaombea. Na sisi tunabatiza watoto waliofikisha umri wa miaka 12 na kuendelea. Kwa hiyo mpenzi msikilizaji na mtazamaji unayenitazama, kuna watoto wadogo hapa wameungana na sisi, lakini watoto wadogo hawabatizwi. Tunabatiza watoto kuanzia miaka 12 walioamini na kukiri kwamba Bwana ni mwokozi wa maisha yao. Tunakwenda kuomba, na baada ya kuomba tutawakaribisha watoto kwa wimbo mmoja, na baada ya hapo tutakuwa tumefika mwisho wa vipindi vyetu. Tufunge macho tunapokwenda kuomba. Fumba macho. Kwa muda huo mchache zungumza na Yesu. Mwambie Yesu, kuna kadhambi kananisumbua, kafufue, kaondoe, katoe, nibaki mimi na wewe. Maana wewe tu ndio una uzima wa milele. Wewe ndio uwezi kufa, wewe ni wa milele na unakuja kutuchukua. Tutaomba pamoja, ninapoomba na wewe utafatisha. Mpendwa Yesu, asubuhi ya leo kuelekea mchana, tumeona una uwezo wa kufufua, na umetuahidi kama tutalala katika upendo wako, utatufufua na sisi. Fufua akili zetu, fufua tabia zetu, fufua familia zetu, fufua wazazi wetu, tufufue hata katika masomo yetu. Tunapohitimisha mikutano hii, tukafanye tofauti. Katika jina la Mwana Yesu Kristo, watoto wote tuseme amina. Bwana awabariki sana na awafadhili. Niwakaribishe watoto kwa ajili ya wimbo mmoja. Baada ya wimbo tutakuwa tumefika mwisho wa vipindi vyetu. Mungu awabariki tunapokwenda kuimba.
Bwana Yesu asifiwe. Watoto, Bwana ni mwema kwa wakati wote. Tumefika mwisho wa vipindi vyetu vya mchana huu wa leo. Wakati unaofuata sasa ni muda wa chakula. Muda wa nini? Muda wa nini? Kama ilivyokuwa kawaida yetu katika kambi, wiki nzima watoto tulikula hapa, tulifurahi, baadaye tulirudi tukajifunza. Ndivyo tutakavyofanya na leo pia. Leo tutaanza vipindi vyetu saa 8 kamili. Tutakuwa na program za watoto mpaka watakapohitimisha. Watoto wataonesha kile walichojifunza kuanzia Jumapili hadi siku ya jana. Watoto watakuja wataonyesha walichojifunza, lakini vile watoto wataimba na wazazi tutaimba pamoja na watoto. Niwaombe marafiki zangu wazazi ambao tumekuja leo, asiondoke mtu. Nimepewa taarifa chakula kipo, tutakula. Sisi watoto huwa tunakula na tunashiba, kwa hiyo